Leo ningependa kugusia vitu vitano ambavyo vinaweza kubadilisha au kujenga au kuimarisha heshima yako. Nilibahatika kutembelea video moja ya Mheshimiwa Joel Nanauka, nikaona ameelezea vitu vitano ambavyo vinaweza kujenga au kushikilia heshima yako. Kitu cha kwanza, heshima hujengwa kutokana na mafanikio au matokeo alikuwa nayo mtu. Mafanikio au matokeo alikuwa nayo mtu kivipi? Tunaona watu wengi sana wanaheshimiwa kutokana na mafanikio walikuwa nayo na matokeo walikuwa nayo. Watu wengi sana duniani wanaheshimika kutokana na mafanikio walikuwa nayo, kama wachezaji mpira, wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanaheshimika kutokana na biashara yao na mali walizokuwa nazo, na wachezaji mpira wanaheshimika kutokana na mpira wanaocheza, ndio watu wanafanya wanaheshimiwa. Changamoto iliyokuwa katika heshima hii, siku zinavyozidi kwenda watatokea tu watu wana mafanikio mazuri zaidi yako. Mwisho wa siku heshima yako itaama kutoka kwako kwenda kwa wale watu waliokuwa na mafanikio zaidi kuliko wewe. Kitu cha msingi kinachotakiwa katika heshima hii, endapo una mafanikio katika eneo fulani, unapaswa kuongeza mafanikio ya juu zaidi, au la kuweka mafanikio katika eneo jingine ili heshima yako izidi kushikiliwa vizuri. Kitu cha pili, heshima inajengwa kutokana na tabia au kwa uaminifu wako kwa watu. Tabia yako inapelekea watu kukuheshimu kutokana na tabia yako unayoishi mtaani na jamii unavyoishi nayo. Endapo tabia yako, ukiwa na tabia nzuri katika jamii, heshima yako pia itakuwa nzuri na watu watakuheshimu zaidi. Heshima hii la yake unamiliki mwenyewe. Heshima hii pia uzuri wake, wewe ndio una mamlaka ya kuibadilisha au ya kuimarisha heshima yako. Kitu kinachotakiwa katika heshima hii, ukiwa na tabia nzuri, heshima yako pia itakuwa nzuri zaidi. Ukiwa na tabia mbovu, mwisho wa siku heshima yako itapotea na hutakuwa na maana katika jamii. Kitu cha pili, heshima hujengwa kutokana na cheo au mamlaka alikuwa nayo mtu. Watu wengi sana wanaheshimika kutokana na mamlaka yao na cheo chao. Tunaona katika jamii watu wengi sana wanaheshimika, wewe unaoheshimu kutokana na wewe mwenyewe. Kutokana na wewe mwenyewe unavyowaona kisa wapo katika nafasi fulani katika jamii na unaoheshimu. Kitu cha kugundua, watu wengi sana shindwa kujua kwamba heshima wanayopewa sio heshima anayopewa yeye. Heshima watu wanaompa kutokana na kile cheo au kiti alichokalia, ndio heshima unaipeleka katika kiti. Changamoto iliyokuwa katika heshima hii, endapo utapotoka katika kile kiti au mamlaka yako atapoisha, heshima yako pia itapotea. Na watu wengi sana tunaona wanaheshimika akiwa katika cheo, baada ya kutoka katika cheo ile mamlaka yale kuondoka, heshima pia inapotea. Kitu cha msingi cha kuzingatia katika heshima hii, endapo utapokuwa katika mamlaka fulani au katika cheo fulani, unapaswa endapo utapokuwa katika kile cheo, ujenge heshima yako nzuri. Endapo utakapotoka, heshima yako ikufuate na watu wazidi kukuheshimu zaidi, kama tunavyoona viongozi wetu wa nchi wanavyofanya. Kitu cha nne kinachojenga heshima yako, heshima hujengwa kutokana na watu unaoambatana nao. Watu wengi sana tunaheshimu watu kutokana na watu wanaoambatana nao. Tunaona watu wengi sana wanaambatana na watu wakubwa ambao wana heshima kubwa, ambao inapelekea wao kuheshimika kutokana na wale watu wanaoambatana nao. Jambo hili ningependa sana kugusia kwa sisi vijana. Sisi vijana, heshima yetu inaweza ikajengwa vizuri au ikaharibiwa na watu tunaoambatana nao. Endapo ukifuatana na watu wenye heshima nzuri na tabia nzuri, heshima yako pia itakuwa nzuri kutokana na wale watu tabia zao ni nzuri, na wewe pia utachukua heshima ile kupitia wale watu. Changamoto iliyokuwepo katika heshima hii, endapo wale watu watakapoondoka au watapoondoka, heshima yako pia itaharibika au itashuka kutokana na wale watu wameondoka. Sasa unachopaswa, endapo utakuwa na wale watu, ujenge heshima yako. Endapo utapokuwa na wale watu unampatana nao, usipende kutegemea heshima za wale watu. Tengeneza heshima yako, watu wakuheshimu kupitia wewe, wasikuheshimu kupitia wale watu. Tunaona watu wengi sana wanaambatana na watu viongozi wa dini, watu maarufu ambao wana heshima. Mwisho wa siku wa viongozi wa dini endapo watafariki, labda heshima yako pia inashuka. Sasa unachopaswa, ukiambatana na watu wenye heshima, na jitengenezee heshima yako ili watu wazidi kuheshimu katika jamii. Kitu cha tano cha kuzingatia, heshima hujengwa kwa kugusa. Heshima hujengwa kutokana na wewe unapogusa maisha ya watu. Heshima hii ya kugusa maisha ya watu inatokana na vipi? Unajua,
Heshima, watu wanaweza kusema mtu fulani ametusaidia sana, mtu fulani ametugusa sana, mtu fulani ametusaidia sana katika jambo fulani, mtu fulani amefanya jambo fulani zuri ambalo sisi yaani watu wananufaika kupitia wewe. Heshima hii mtu hudumu hata kama endapo atafariki. Mtu akifariki, mfano tunaona viongozi wetu wa nchi, mfano Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aligusa maisha ya watu, alifanya watu wawe na mafanikio mazuri kupitia yeye, mpaka leo watu wengine tuna uhuru, tuna amani katika nchi yetu kupitia yeye. Sasa heshima hii hata endapo Mwalimu Julius ameshakufa, ndio maana sisi kila mwaka tunamkumbuka na tunamheshimu, tunamuenzi Mheshimiwa Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kutokana na heshima aliyojijengea kipindi hiko, kugusa maisha ya watu, kusaidia watu. Ndio maana mpaka leo watu tunamheshimu. Vitu vitano vishakamilika. Sema kumbuka, heshima inaweza kupotea, heshima inaweza kupokonywa, heshima inaweza kuhama kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine.